بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo ukurasa nambari 113 wa kitabu chetu, tukiingia katika kumsoma dharfu zamani na dharfu almakani. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, babu dharfi zamani wa dharfi almakani. Huu ni mlango wa kuelezea chombo cha muda na chombo cha sehemu. Dharf maana yake ni chombo, tamam. Kwa hivyo unavyoambiwa dharfu almakani, maana yake ni chombo cha kuonesha sehemu, na unapoambiwa dharfu az-zamani, kwa maana ni chombo cha kuonesha muda, tamam. Hakadha anasema Sheikh dharfu az-zamani fi istilah an-nuhat. Dharfu az-zamani fi istilah an-nuhat, katika kanuni za wanawazuoni wa nahau, wasmu zamani ni jina la muda, alladhi, muda ambao, yaqa'u alhadathu fihi, yaqa'u alhadathu, unapatikana utendaji wa kitendo, fihi, katika muda huo. Lakini jina hilo almansubu ni lenye kunasibishwa, bitaqdiri fi, kwa kukadiriwa fi katika jina hilo, bitaqdiri fi, kwa kukadiriwa fi katika jina hilo. Fa idha qulta, basi pindi utakaposema sumtu yauma alkhamisi, nilifunga siku ya alkhamisi, kana taqdiru, makadirio yake yatakuwa sumtu fi yaumi alkhamisi, nilifunga fi yaumi alkhamisi, katika siku ya alkhamisi, tamam. Kwa hiyo hii ndiyo maana ya adh-dharfu al-zaman, huwa ismu az-zamani alladhi yaqa'u al-hadathu fihi al-mansubu bitaqdiri fi, tamam. Falyawmu, basi hii siku iliyotajwa hapa ambayo ni siku ya alkhamisi, waqa'a as-sawmu fihi, waqa'a as-sawmu, kilipatikana kitendo cha funga, fihi, katika nini, katika siku hiyo, tamam. Baada ya hapo Sheikh akaanza kuyataja majina ambayo ni asma dharfu zamani, majina ya dharfu zamani, kisha akawa anayatolea mfano. Akaanza na jina la al-yawma, akasema nahu al-yawma, mfano al-yawma, fi nahwi qawlika, katika mfano kusema kwako sumtu al-yawma, nimefunga leo. Fal-yawma, bas tamshi al-yawma hapa dharfu az-zamani mansubun ala adh-dharfiyyati az-zamaniyya bisumtu, ni chombo cha kuonesha muda kilichonasibishwa ala adh-dharfiyyati az-zamaniyya, kwa kuhukumiwa kuwa ni chombo cha kuonesha muda, bisumtu, kilichonasibishwa na nini, na sumtu, tamam. Hakadha, au ni chombo cha kuonesha muda bisumtu, katika fiili ya sumtu, tamam. Hakadha, mafhumu hapo? Wa mithluhu, na mfano wake mwingine, sumtu yauma aljum'ati, nilifunga siku ya aljumaa, au yauma alkhamisi, au siku ya alkhamisi. Kwa yauma hapo itakuwa ni dharfu zamani mansubun ala adh-dharfiyyati az-zamaniyya bisumtu, wa huwa mudhafun, aljum'ati mudhafun ilayhi majrurun bikasrati adh-dhahira, sasa, au bilkasrati adh-dhahira, tamam. Wal laylata, na laylata, nahu, mfano wa kusema i'takaftu al-laylata, au laylatan, au laylata al-jum'ati, tamam. Nilikaa itikafu msikitini, al-laylata, usiku, au laylatan, au usiku, au laylata al-jum'ati, au usiku wa Ijumaa. فالكل منصوب على الظرفية الزمانية بالفعل الذي قبله
tamam. Falkullu, bas matamshi yote haya, al-lailata au lailatan au lailatal jumuati, mansubun, kila moja hapa limenasibishwa ala dharfiyati zamania, kwa kuhukumiwa kuwa ni chombo cha kuonesha muda, bilfi'li alladhi, katika kile kitendo ambacho qablahu, kilichokuwa kabla yake, tamam. Wa ghudwatan, wa ghudwatan, tamam. Ghudwa maana yake ni ule wakati wa kuanzia kuchomoza alfajiri mpaka kuzama, mpaka kuchomoza jua, tamam. Ghudwa ni ule wakati wa kuanzia kuchomoza alfajiri mpaka kuchomoza jua, tamam. Ukirudi kule katika Tashwiqul Khillani wamekuwekea kule, ukirudi kwenye Tashwiqul Khillani, ile sharh ambayo niliwatumia siku za nyuma, hapo utakuta wameweka maana zake zote, tamam. Kwa ghudwa ni ule wakati wa kuanzia kuchomoza alfajiri mpaka kuchomoza jua, tamam. Kwa nasema wa ghudwatan, na ghudwatan nahu azuruka ghudwatan, nitakutembelea kwa wakati uliopo kuanzia kuchomoza alfajiri mpaka kuchomoza jua, tamam. Fa azuru fi'lun mudhari'un, tamam. Fa azuru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana, wal kafu dhamirul mukhatabi مفعول به مبني على الفتح في محل نصب. وغدوة هبا لظرف الزمان منصوب على الظرفية الزمانية بأزور، تمام. وبكرة نحو أزورك بكرة، أزورك بكرة. بكرة ni ule mwanzo wa mchana, kwa maana mwanzo wa asubuhi. Sasa pale linapoanza kuchomoza jua ndio nini? Ndio bukratan, sawa sawa. Kwa nasemaje? Wa bukratan, na bukratan nahu azuruka bukratan, nitakutembelea mapema au asubuhi na mapema, tamam. Azuruka bukratan, nitakutembelea asubuhi na mapema. Wa saharan, na saharan, saharan ni wakati wa maladaku, nahu mfano kusema ajiuka saharan, nitakujia wakati wa maradaku, wakati wa maladaku. Wa ghadan, na ghadan, ghadan maana yake kesho, ghadan maana yake ni kesho. Nahu mfano wa kusema ajiuka ghadan. Wa atamatan, atamatan ni thuluthi al-layli al-awwali, ni thuluthi ya kwanza ya usiku, ndio atamatan, tamam. Nahu mfano wa kusema ajiuka atamatan, nitakujia wakati wa kwanza wa thuluthi, yani nitakujia thuluthi ya kwanza ya usiku, tamam. Wa sabahan, na sabahan, sabahan ya asubuhi. Nahu ajiuka sabahan, nitakujia asubuhi. Wa masaan, masaan ni jioni. Nahu ajiuka masaan, nitakujia nini? Wakati wa jioni, tamam. Wal i'rab, na i'rabu ya hivi ya hizi dharfu zamani zote, dhahirun mimma qablahu, dhahirun ziko wazi, mimma kupitia ile i'rabu, qablahu ya mfano uliopo kabla yake, tamam. Kwa maana i'rabu yake ni sawa sawa na ile i'rabu ya pale juu iliyotolewa. I'rabu gani iliyotolewa? Azuruka ghudwatan, tamam. Hakadha akaendelea kusema wa abadan, na abadan nahu la ukallimu zaidan abadan, sitomzungumzisha Zaidi milele, milele, sawa sawa. Abadan ni wakati ambao hauna mwisho, sawa sawa. Wa i'rabu, na i'rabu yake la nafiyatu, la ile ni chombo cha kukanusha. ukallim fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Wa abadan dharfu az-zamani mansubun ala adh-dharfiyyati az-zamaniyya, tamam. Wal abad, na abad az-zamanu al-mustaqbalu alladhi la nihayata lahu. Abad maana yake az-zamanu al-mustaqbal, ni wakati wa baadaye, alladhi ambao la nihayata lahu, hauna mwisho, tamam, ndio abad. Wa amadan, na amadan nahu la ukallimu zaidan amadan, sitomzungumzisha Zaidi, sitomzungumzisha Zaidi kwa wakati wa baadaye, tamam. Wal amad, na amad maana yake az-zamanu al-mustaqbal, ni wakati wa baadaye. Wa hina, na hina taqulu, tasema qara'tu hinan, nimesoma muda fulani,
nimesoma kwa muda fulani, nimesoma kitu fulani kwa muda fulani. Tamam. Faqara'tu, bas qara'tu ni fi'lun wa fa'ilun, wa hina na hina ظرف الزمان منصوب على الظرفية الزمانية. تمام. والحين حين والحين نحين الزمان المبهم ni wakati usiofahamika, ni wakati usiofahamika. Tamam. Kwa hiyo maana kasemaje, qara'tu hina, nimesoma kitu fulani kwa wakati fulani, kwa maana wakati ambao hauna kiwango maalum. Tamam. Wama ashbaha dhalika, na vingine vyenye kufanana na mifano hii, nahu waqta wa sa'atan wa dhahwatan. Tamam. Mfano wa waqta ukasemaje, qara'tu waqtan, nimesoma kwa muda fulani, sawa, au qara'tu sa'atan, nimesoma kwa muda wa saa, wa dhahwatan, dhahwa maana yake ni ule wakati wa mchana wa jua kali, ndio dhahwa. Tamam. Dhahwa ina maana sawa sawa na dhuha, sawa sawa. Baada ya hapo Sheikh akaingia katika kutueleza dharfu al-makani, akasema wa dharfu al-makani wasmu al-makani al-mansubu bitaqdiri fi, ni jina la sehemu al-mansubu lililonasibishwa bitaqdiri fi, kwa kukadiriwa fi katika jina hilo. Tamam. Fi nahwi, katika mfano wa kusema amama wa khalfa. Afa nilikuwa nasoma matni, kumbe ndio katika sharh. Wa dharfu al-makani, na dharfu al-makani huwa ismu al-makan, ni jina la sehemu, alladhi, jina ambalo yaqa'u fihi al-hadathu, yaqa'u, kinatokea fihi, katika sehemu hiyo, al-hadathu nini, kitendo. Sasa ni jina la sehemu, alladhi, sehemu ambayo. Tamam. Wasmu al-makan ni jina la sehemu, alladhi, sehemu ambayo yaqa'u fihi al-hadath, yaqa'u, kinatokea fihi, katika nini, katika sehemu hiyo, al-hadath, kitendo. Al-mansubu, lililo nasibishwa, bitaqdiri fi, kwa kuikadiria fi katika jina hilo. Fi nahwi, bitaqdiri fi, kwa kukadiriwa fi katika jina hilo, si ndio? Nahwu, mfano wa kusema, nahwu, mfano wa kusema amama, mbele. Taqulu jalastu amama ash-shaykh, nilikaa mbele ya sheikh. Fajalastu, bas jalastu fi'lun wa fa'ilun, wa amama dharfu al-makani mansubun ala dharfiyyati al-makaniyya bijalastu, ni chombo cha kuonesha sehemu kilichonasibishwa ala dharfiyyati al-makaniyya, kwa kuhukumiwa kuwa ni chombo cha kuonesha sehemu, bijalastu, kwa kitendo gani? Kitendo cha jalastu. Tamam. Au katika kitendo cha jalastu. Tamam. Wa huwa mudhafu, na hiyo amama ni mudhafu. Wa shaykh, na shaykh mudhafun ilayhi majrurun bil kasrati adh-dhahira. Tamam. Wa khalfa, na khalfa, nahu jalastu khalfahu, nimekaa nyuma ya mtu fulani. Wa quddama, na quddama bimaana al-amam, quddama ambayo ina maana ya amam, ina maana ya mbele. Kwa hiyo quddama na amam maana yake ni moja. Wa waraa bimaana al-khalfi, na waraa ambayo ina maana ya khalf, ina maana ya nyuma, kwa maana waraa na khalf maana yake ni moja. Wa fawqa, na fawqa, nahu jalastu fawqa as-sathi, nimekaa juu ya dari ya nyumba. As-sathi ni ile dari ya nyumba. Wa fawqa, fa fawqa, bas tamshi la fawqa hapa ni dharfu al-makani mansubun ala dharfiyyati al-makaniyya. Tamam. Wa huwa mudhafun, was-sathi mudhafun ilayhi majrurun bil kasrati adh-dhahira. Wa tahta, na tahta, nahu jalasta tahta as-saqfi, nimekaa chini ya sakafu, chini ya sakafu. Sakafu ni ile baraza. Tamam. Jalastu tahta as-saqfi, nimekaa chini ya nini? Chini ya baraza. Fatahta, bas tamshi la tahta hapa ni dharfu al-makani mansubun ala dharfiyyati al-makaniyya, wa huwa mudhafun, was-saqfi mudhafun ilayhi majrurun bil qasrati adh-dhahira. Wa indana, inda bimaana al-makani al-qarib, inda ina maana ya sehemu iliyopo karibu. Nahu jalastu inda zaidi, nimekaa mbele ya zaidi. Fa inda ظرف المكان منصوب على الظرفية المكانية وهو مضاف، وزيد مضاف إليه
مجرور بالكسرة الظاهرة. ومع مع بمعنى مكان الاجتماع والمصاحبة. ما ikiwa na maana ya sehemu ya watu kukusanyika au sehemu ya watu kuwa pamoja. Tamam. Nahu mfano kusema rakibtu maa Zaidin, nilipanda kipando nikiwa pamoja na Zaidi. Taona hapo imeonyesha nini? Kukusanyika na kuwa pamoja. Fama basi ma ظرف المكان منصوب على الظرفية المكانية وهو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. تمام. وإزاء إزاء بمعنى مقابل. إزاء معنى مقابلة لكيtu kuwa kitu kimoja kuwa kinaelekea kitu kingine, ndio maana muqabala. Tamam. Muqabala ni kitu kimoja kuwa kinaelekea kitu kingine. Sawa. Nahu mfano kusema jalastu izaa Zaidi, nilikaa muqabala na Zaidi, kwa maana nilikaa sehemu ambayo ninamuelekea Zaidi na Zaidi ananielekea mimi. Tamam. Au Zaidi anielekei mimi, bali mimi ndio namuelekea nani? Zaidi. Tamam. Hakadha. Kwa fa izaa bas tamshi la izaa ظرف المكان منصوب على الظرفية المكانية وهو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. تمام. وحذاء حذاء بمعنى المكان القريب. إذا بين معنى يا سهيم يا إليو قريب، سهيم يا قريب. نحذاء كان كوان بين معنى موجنا المقابلة، اللي معنى موجنا حذاء وحي ni kana kwamba ina maana moja na izaa. Sawa sawa. Izaa ni muqabala na hidhaa pia ni muqabala. Tamam. Nahu mfano kusema jalastu hidhaa Zaidi, kwa maana nilikaa muqabala wa Zaidi, kwa maana nilikaa karibu na Zaidi. Fa hidhaa bas tamshi la hidhaa ظرف المكان منصوب على الظرفية المكانية وهو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. وتلقاء بمعنى مقابل، ناو بين معنى مقابلة. نحو جلست تلقاء زيد، نلقاء مقابلة زيد. فتلقاء ظرف الزمان منصوب على ظرف المكان. فتلقاء بس تمش لتلقاء ظرف المكان منصوب على الظرفية المكانية وهو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. وهنا نهنا بها اسم إشارة. تمام. وهنا نهنا اسم إشارة للمكان القريب، نجينا lenye kuashiria sehemu iliyopo karibu. Fahuwa dharfu makani, basi jina hilo la huna ambalo ni jina la ishara, dharfu makani ni dharfu makani pia. Nahu mfano kusema jalastu huna, nilikaa hapa. Sawa. Fahuna basi huna اسم إشارة للمكان القريب مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. فهنا بس هنا اسم إشارة للمكان القريب. تمام. هنا اسم إشارة للمكان القريب، نجينا lenye kuashiria sehemu iliyopo karibu. Mabniyun ala sukun, limejengewa katika sukun au limejengewa juu ya sukun. Fi mahali nasbin, katika sehemu ya kunasibishwa. Ala dharfiyati almakaniya, likihukumiwa kuwa ni dharfu ya makani, kwa maana chombo cha kuonesha sehemu. Tamam. Wa thamma na thamma wa thamma na thamma ismu isharatin lilmakan albaid, ni chombo ni jina la ishara. Tamam. Wa thamma na thamma ismu isharatin ni jina la ishara lilmakan albaid, lenye kuashiria sehemu ya mbali. Fahuwa dharfu makan, basi thamma ni chombo cha kuonesha sehemu. Fahuwa dharfu makan, basi thamma ni chombo cha kuonesha sehemu. Nahu jalastu thamma, nilikaa kule. Tamam. Nilikaa kule. Fathamma اسم إشارة للمكان البعيد مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. تمام. وما أشبه ذلك na vingine vyenye kufanana na mifano hii min asma'i al-makani al-mubhama, ambavyo ni majina ya sehemu al-mubhama, yasiyofahamika. Nahwu mfano kusema yamin, kulia, wa shimal na kushoto. Kwa maana kulia hii haina
sehemu maalum na haina upande maalum. Sasa kila mtu anakulia na kushoto, kila kitu kinakulia na kushoto. Kwa hiyo si upande ambao ni maalum, kwa sababu ni upande ambao unapatikana kwenye kila kitu. Ndio akasema min asma'il makan almubhama, ambao ni majina ya sehemu ambazo hazifahamiki kwa ule uhusika maalum, kwamba kulia ni mbele au nyuma au ni vipi. Tamam, hakadha. Nahwu yamin, mfano wake kulia, wa shimal na kushoto. Wa barida, wa barida. Barida barida ni 4 farasikh, ni farsakh ngapi? 4. Sasa na farsakh ambayo imetajwa hapo mbele, nasemaje? Wa farsakh wa maila, si ndio? Wa barida wa farsakh wa maila. Sasa hii barida ni farsakh 4, ni 4 farasikha, ni farsakh ngapi? 4. Yani barida ni umbali wa 4 farasikha, ni farsakh 4. Sawa. Wa farsakha, na farsakh ni 4 amyali, ni maili 4. Wa maila, na mail ni hatua ngapi? Hatua 100. Hatua 100 ambayo ni sawa sawa na kilomita 1.6. Tamam? Kwa hiyo maili ni kilomita 1.6. Sawa? Kilomita 1.6. Na farsakha ni 4 amyali, farsakh ni maili 4. Sasa piga 1.6 mara 4, jibu linakuja ni ngapi? Jibu linakuja ni 6.4. Kwa farsakh ni kilomita 6.4. Tamam? Na barida tumesema ni nini? Barida ni 4 farasikh, ni farsakh ngapi? Ni farsakh ngapi? 4. Sasa piga 6.4 mara 4, ndio utapata umbali wa barida. 6.4 yani 6.4 mara 4 itakuwa ni sawa na ngapi? Itakuwa ni sawa na kilomita 25.6. Tamam? Itakuwa ni sawa na kilomita 25.6. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa ila huna, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa ila huna antahi. Al-kamalu lillahi wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.